Malengo ya kuanzisha huduma hii ni kuwaweka watu pamoja, kula, kunywa na kufurahi pamoja, sambamba na kujifunza, kusapoti mambo mbalimbali katika jamii na kushirikishana uzoefu katika mipango mbalimbali, fursa za kiuchumi, biashara, miradi katika jamii yetu. Mwaka 2022 nilianza na wazazi na walezi wa watoto wa kituo cha chekechea cha Unity kwa kushirikiana na bodi ya kituo hicho ambacho ni miongoni kati ya vituo ninavyovimiliki vya kulelea watoto wadogo mchana. Mwaka 2024 nilifanya maboresho na kutamani kuifikia jamii ya watu wengi hasa waliopo wilaya ya Ilala, ambapo nilishirikisha viongozi wa serikali, viongozi wa dini na wadau mbalimbali, ambapo tulilenga jamii ya Wanaukonga na tukaelekeza nguvu ya ushawishi kwa kuwaita watu kwa kauli ya twende Dinner Party Ukonga. Mbali na kuendelea na utaratibu wa Dinner Party kila mwaka, zipo changamoto zinazonikabili na kushindwa kufikia malengo, ikiwa ni pamoja na namba 1, uelewa mdogo wa watu kuhusu chakula cha usiku pamoja na kujifunza. Changamoto ya pili ambayo inanikabili katika kufanikisha zoezi hili la Dinner Party, namba 2, ni mitazamo duni ya watu kuona shughuli za kutoka, kubadilishana mawazo, kula na kunywa, kuona kama ni mambo ya kukosa kazi za kufanya na kupoteza muda, na hususan wanaume wengi kuchukulia kuwa ni mambo ya wanawake. Namba 3, changamoto nyingine inayonikabili ni pamoja na uchumi mdogo wa kufanikisha maono haya, hali inayopelekea kukosa mambo muhimu kama kukosa pesa za kulipia ukumbi, kukosa wadau wa kufanikisha maandalizi kama kununua vyakula, lengo likiwa watu waje wajifunze kwa wingi na kubadilishana mawazo na kujenga jamii yetu. Changamoto nyingine, kukosa huduma kama vinywaji, mapambo, muziki na mambo yote yanayoweza kuratibu sherehe ili watu waweze kukusanyika mahali pamoja, wale na kunywa na kujifunza na kuleta mabadiliko. Mwaka 2025 nimeongeza wigo kuwafikia jamii zaidi kwa kushirikiana na kanisa la EAGT niko ambaye niko, kwa kuwafikia viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, ambapo kwa mwaka huu lengo kuu ni kusapoti huduma ya kijamii kwa kujenga kanisa kwenye mabano madhabahu, ambapo mimi mwenyewe mwandaaji ninatarajia kuanza huduma ya kichungaji. Makofi kwangu. Pamoja na utayari kwenye mabano wito katika kazi ya Mungu, bado zipo changamoto zitakazopelekea kushindwa kuanza kulingana na mambo mbalimbali yatakayohitajika ili niweze kufanikisha kusudi hili. Mahitaji ambayo yananikabili niweze kupata ni kama yafuatayo: vyuma vya nguzo 13, ambapo kila chuma kinagharimu shilingi 50,000, ambapo ni sawa na kiasi cha shilingi 600,000. Mbao za kenchi zinazogharimu 800,000, mabati 80 yanayogharimu 1,760,000, simenti mifuko 15 inayogharimu 270,000, misumari ya 300,000, tofali za shilingi 2,000,000 na matengenezo 600,000. Jumla ya pesa inayohitajika ni 6,330,000. Mwisho, nina imani kupitia wewe mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa wote waliopo katika Dinner Party na wale wadau wa kusapoti huduma za kijamii, hususan swala la kujenga huduma zinazoanza kama makanisa, kwa moyo mmoja na kwa moyo wa ukunjufu,
wataweza kushirikiana katika hili ili wanisapoti, ili panapo majaliwa basi tutaweza kupata ukumbi ambao tutakuwa tukitumia pia, ambapo patakuwa ni mahali pa mwandaaji mwenyeji, nikiwa tayari ni mchungaji na mwandaaji wa dinner party katika jamii.